Hii ni Uhondo TV, mimi ni Fadhili Komba na jukumu letu ni moja tu, kukujuza kila kitu ambacho kinaendelea kutokea sehemu mbalimbali. Oktoba 22 mwaka 2025, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila alitolea ufafanuzi kuhusu agizo la waziri wa ujenzi wa wakati huo akiwa Mheshimiwa Innocent Bashungwa lililokuwa linahusu kuruhusu magari ya kawaida kupita kwenye barabara za mwendo kasi kama hatua ya kupunguza foleni jijini Dar es Salaam. RC Chalamila alizungumza haya. Sasa agizo langu, Mheshimiwa Bashungwa ametoa maelekezo kwamba kuna baadhi ya barabara kwa sababu mabasi bado hayajafika. Sasa tuangalie utaratibu wa kuingiza mabasi na kuingiza magari madogo. Kwa mfano barabara kutoka Bagara unakuja moja kwa moja huku mjini, barabara kutoka pale ofisi kwa DC unakwenda paka Magomeni, pale mabasi yale mwendo kasi bado hayajafika. Kwa ifikapo kesho saa 2 mmekushakaa na mmefungua yale mawe ili hayo magari madogo madogo pamoja na mabasi ya abiria yaanze kupita kwenye hizo barabara. Naomba niweke clear hapa kwamba sio barabara zote, barabara ambazo bado hazijapata mabasi ya mwendo kasi, lakini barabara kama zile za Kimara ambazo tayari zina mabasi ya mwendo kasi, yale hatuingizi mabasi au magari madogo. Naomba niwe clear hapo. Ni zile njia tu ambazo mabasi ya mwendo kasi bado hayajafika. Yakishafika tunasitisha utaratibu huo, alafu tunaendelea na mabasi ya mwendo kasi. Kwa hiyo barabara hii ya kilomita karibu 23 kama ambavyo wamezungumza ni barabara muhimu sana. Mheshimiwa Rais ametoa fedha na amesema siku moja, nafikiri mkuu wa wilaya unakumbuka na hata mwakilishi wa RTO unakumbuka, alisema kama rais silali, wewe unalala gani? Kwa hiyo kila mmoja jiulize. Kwa hiyo huu ni mguu kwa mguu, sauti ya rais kuangalia kama maendeleo haya yanafikiwa kwa Watanzania wote. Lakini nyewe mnakumbuka kwamba Dar es Salaam ina mvua nyingi sana. Kwa lazima pia tujitahidi kufanya miradi hii kwa haraka, tutumie muda hasa wa usiku ambao watu wamelala, magari yamepungua, tuweze kukamilisha barabara hizi. Lakini nawapongeza kwamba miradi hii sasa inafanya kazi masaa 24 kama ambavyo tulikubaliana. Kwa sisi tutapita ili pia tuweze kuangalia, je, kuna package ya taa, hakuna package ya taa, kama ipo tazi wake. Na Machi 21 mwaka 2025, waziri wa nchi ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa amekemea uharibifu wa barabara unaofanywa na magari makubwa, malori, mwendo kasi, huku akizitaka halmashauri za wakala ya barabara vijijini na mijini TARURA kufikiri namna bora ya kumaliza foleni ndani ya Dar es Salaam. Mchengerwa ameyasema hayo wakati wa hafla fupi ya utiaji saini wa zabuni 9 zilizobeba thamani ya shilingi bilioni 221.8 zinazojumuisha barabara zenye urefu wa kilomita 84.4 zinazotarajiwa kwenda kuboreshwa katika halmashauri za Dar es Salaam chini ya mradi wa uendelezaji wa jiji la Dar es Salaam awamu ya pili DMDP2. Mwakilishi wa mkuu wa mkoa, mlitoa maelekezo wakati fulani ya kuruhusu watu kupita kwenye barabara za mwendo kasi. Mkasahau kwamba barabara za mwendo kasi si za kwenu, ni za waziri wa TAMISEMI. Ziko chini ya waziri wa TAMISEMI. Ninyi mkasimama mkaruhusu watu wakapita wakati ule, nimewasamehe. Lakini maelekezo yangu, barabara ya Mbagara yanapita maroli ya tani 30 mpaka tani 40 yanakatiza pale katikati. Barabara imeanza kuharibika. Madhara yake kwenye miradi hii, miradi itakwenda kusimama yote ya World Bank. Wenzetu wa World Bank walipotupatia fedha hizi, walitupa masharti. Barabara hizi ni kwa ajili ya mwendo kasi, si kupitisha malori. Barabara hizi ni za mwendo kasi. Kwa utaratibu huu mlioanzisha, miradi hii itakuja kukosa pesa na ninyi watu wa Dar es Salaam mtakuja kulalamika. Sijui mnanielewa vizuri. Barabara ya Mbagala imekwisha anza kuharibika, hata mwendo kasi haujaanza. Ni kwa sababu mnapitisha malori katikati na mmetoa kibali. Sijui nani aliyopewa mamlaka ya kutoa kibali hicho. Kwa sababu mamlaka hayo ni ya kwangu. Barabara hizi zinasimamiwa na DART. DART iko chini yangu. Ninyi mamlaka mliyatoa wapi? Mkaruhusu watu kupita kwenye barabara za mwendo kasi. Barabara sasa zimeharibika. Kuharibika kwa barabara hizi maana yake mnaleta hofu
ya Benki ya Dunia kuzuia fedha hizi. Sijui naeleweka vizuri hapa. Mtasababisha Dar es Salaam wakose barabara. Dar es Salaam watakosa barabara. Hii mipango ambayo tunaifanya leo, maana yake wenzetu watakwenda kuzuia. Nilipokuwa utalii, Wizara ya Utalii, tulikuwa na miradi kama hii ya Benki ya Dunia ya ujenzi wa viwanja na mambo mengine. Likatokea changamoto ndogo sana. Benki ya Dunia wakafuta fedha zote na wakakataa kuendeleza miradi ambayo ilikuwa inatekelezwa na wao wenyewe Benki ya Dunia. Hasa changamoto hiyo si ikatokea Dar es Salaam. Ninawasihi sana, tunataka tuwai majumbani, tutenge muda mzuri wa kutoka ofisini kwenda kurudi wapi? Majumbani. Maelekezo yangu, mwambie mkuu wa mkoa, hatuwezi kuruhusu malori kupita katikati ya barabara za mwendokasi. Haiwezekani. Kwa magari ya abiria itaeleweka. Tunaweza ni bora hata kupitisha magari ya abiria kuliko malori ya tani 30. Nadhani nimeeleweka vizuri. Wekeni utaratibu mzuri, na kabla mjaruhusu leteni wizarani. Sisi ndio wenye mamlaka hayo, si ya kwenu. Mwambie mkuu wa mkoa sio mamlaka yake. Tumeelewana vizuri eh? Niliwastai tu. Niliwastai. Msifanye mambo ambayo si ya kwenu mpaka muombe kibali. Kwa hiyo mwambie mkuu wa mkoa. Hili nalisema wazi kwa sababu changamoto hii inaweza kutuingiza mgogoro mkubwa na wenzetu wa Benki ya Dunia. Nadhani madiwani mnanisikia vizuri. Ninaomba muwaeleweshe wananchi kwenye maeneo yetu. Anayetaka kuwahi majumbani atoke muda unaostahili ili aweze kuwahi nyumbani. Kwa sababu vinginevyo utatuletea shida kubwa. Miradi hii trilioni 1.1 ni fedha nyingi. Ni fedha nyingi sana. Zikizuiwa hizi fedha, Dar es Salaam watakosa barabara kabisa. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo nikuelekeze, mwambie mkuu wa mkoa, wekeni utaratibu mzuri wa kuruhusu gari za kawaida. Hatuna shida, lakini lazima kibali muombe wizarani. Malori kuanzia sasa nisisikie malori yamekatiza katikati ya barabara. Hasa ya tani kuanzia hizo matani makubwa hayo. Kwa sababu tatizo lake litakuwa ni kubwa, na changamoto hii itatuletea shida kubwa, mgogoro baina yetu na wenzetu wa Benki ya Dunia.